Kwa majina naitwa Gabriel Mayaya Jitabo, mkazi wa Itanda Njiwa Juu, ni mkulima mzalishaji mbegu. Uzoefu wangu katika kilimo cha mpunga ni takriban miaka 20. Nilikuwa nikilima kilimo cha kawaida, yani kilimo cha kumwaga na kilimo holela. Kipato changu ilikuwa ni takriban gunia 8 kwa eka zenye ujazo wa kilo 100. Baada ya mradi nimekuwa na mabadiliko makubwa. Nilipata kama gunia 24 za kilo 100 kwa eka moja. Mradi huu wa IRVC niliupokea kutoka kwenye chama changu cha ushirika, ambapo nilichaguliwa kama mzalishaji mbegu, chama cha Igembe Sabo AMCOS. Nilijiunga na mradi huu mwaka 2024 mwezi wa 6. Kupitia mradi huu tuliweza kupata mafunzo ya kilimo bora cha zao la mpunga. Tulipatiwa vifaa kama pembejeo, mbegu na mavazi kinga. Mimi binafsi nimepata mabadiliko makubwa baada ya kupokea huu mradi, kutokana na kwanza, nilikuwa natumia mbegu nyingi kupita kiasi. Nilikuwa natumia debe 3 kwa eka, lakini sasa hivi natumia kilo 3 mpaka 5 kwa eka. Lakini hata hivyo kile kipato kinakuwa ni kikubwa zaidi, tofauti na jinsi ilivyokuwa hapo awali. Baada ya mapato haya kuongezeka, kwanza nimenunua nyumba yenye ukubwa wa vyumba 3 na sebule moja. Hiyo ina eneo la eka 5, lakini pia nikanunua eneo jingine la eka 2. Kuanzia kwa majirani zangu pamoja na wanafunzi wa wakulima viongozi, wamekuwa wakinitafuta sana kutokana na kipato hicho na hizo mbegu zangu ambazo nimetumia, na nimekuwa nikiwaelimisha namna ya kuzitumia. Nimeshapata hadhi katika jamii yangu ambayo inanizunguka. Eneo langu dogo, lakini kipato ni kikubwa. Mbinu mpya ambazo nimejifunza ni kupanda mpunga kwa nafasi inayotakiwa. Mbinu nyingine mpya ambayo nimejifunza ni matumizi bora na sahihi ya pembejeo, lakini pia kilimo shadidi ni maji kidogo, mbegu kidogo, kipato kikubwa. Changamoto ambayo nilipambana nayo wakati wa masika, kulikuwa na mafuriko ambapo kidogo yaliathiri kipato changu na malengo yangu, lakini pia nilikuja kufidia wakati wa kiangazi. Mradi umeweza kuleta mabadiliko baada ya taratibu hizi za kupandikiza. Huu mradi uliponipokea, basi ikabidi jamii na yenyewe imeshaamua kubadilika, kwa sababu jamii yote inayonizunguka walikuwa wanatumia kilimo cha holela cha kumwaga. Naamini kwamba mradi huu umenufaisha kwa jamii pia, kutokana na kwamba ninatumia nguvu kazi ya watu kwa ajili ya kupandikiza. Sipandi mwenyewe, natumia jamii kwa ajili ya kupandikiza. Unawapa ajira, wanakupandikizia kwa utaratibu unaotaka, kisha unawalipa. Kwa hiyo ni ajira mojawapo katika jamii. Mimi najivunia elimu niliyopata kutoka kwenye mradi, na imenifanya niwe mzalishaji mbegu na kuweza kusaidia jamii yangu ambayo inanizunguka. Ushauri wangu kwa wakulima wenzangu ambao hawajapata elimu hii, na washauri wazingatie kutumia mbegu bora na za kisasa, lakini pia waende kupata mafunzo kwenye mashamba darasa kwa wakulima viongozi walio katika maeneo yao. Mipango yangu ni kuhakikisha jamii inayonizunguka wameipata elimu hii na wanazingatia na wanafuata taratibu za kilimo bora na za kisasa, ili kupunguza madhara na upotevu wa utumiaji wa mbegu nyingi lakini kipato kidogo. Mipango yangu pia upande wa mbegu, niweze kuzalisha mbegu kwa wingi, ziweze kupatikana kwa urahisi, lakini pia nina mpango wa kupanua
eneo ili kusudi niweze kuuza ndani ya kata na nje ya kata, na hata kama ikibidi nje ya wilaya. Mradi uendelee kuwa nasi na ikiwezekana hata kutuongezea hata mafunzo rejea. Lakini pia nilikuwa, kwa sababu mimi ni mzalishaji mbegu aina moja, watu walikuwa wanahitaji hata mbegu zingine pia ambazo wanazitaka katika jamii ya eneo linalonizunguka. Tupate elimu nyingine hata ya kuzalisha mbegu zingine kwa upande wa mpunga.